Hello guys, welcome in my YouTube channel. Please subscribe, share and then like. Subscribe, share and then like. At the same time, ningependa pia tuweze niwatajie kwa nini tuko na watu wengi 7.1 billion people, and most of them are wengine wamesoma, wengine hawajasoma, na utakuta watu tajiri sana hawajasoma. Watu waliosoma sana wengine maskini. Wengine wamesoma na wengine hawajasoma. Na wengine wamesoma sana lakini wana dalili ya kuwa wajinga. Yaani wamesoma ni kweli lakini si werevu. Na wengine hawajasoma na ni werevu sana. Sijui kama mmeshaona kuna watu wa aina hiyo. What I'm trying to tell you ni kwamba kuna tofauti ya education ambayo inakupa knowledge na wisdom. Kuna wisdom ambayo mtu anazaliwa nayo na anapewa na Mungu. Kuna education unapewa shuleni na mwalimu. Unaweza kubaliana na mimi, unaweza kutokubaliana na mimi, lakini ukweli ndio huo. Yaani ukweli tu. Napeleka mtu shule, anadumu hapo, anatoka na makaratasi yote, lakini hata ukiona wakati anarelate na watu wakiongea, naona hiyo mtu hana wisdom. Anaongea tu kama mtu si mwerevu. Ana elimu lakini haikumsaidia. Na unakutana na mwingine naye amebarikiwa, ametoka msituni. Kawaida huko kutukisema msituni ni huko kwenu. Ametoka msituni huko reserve up country. Na unamkuta hapo ameng'ang'ana na maisha, ametokea. Na ni mtu na ana wisdom na amefaulu, anajua kujipanga. Umeshakutana na watu aina hiyo? Hata vile mmeitika. Hapo hakuna mtego. Swali lenyewe ndio hiyo, ni open. Najibu tu ni kusema ndio. Si hakuna kitu kingine. Hata sikuulizi kama Yoshua, ni kwamba umekutana nao. Kuna watu wa aina hiyo. Kwa hivyo kabla sijaanza na the 6 pillars za familia, maana mtu huyu mwerevu anaoa, na huyo mjinga anaoa, na huyo aliyesoma hana wisdom ameoa, na aliye na wisdom na amesoma ameoa. Na kuna mwingine ameoa, amesoma hana wisdom, na mwingine ameoa na hana elimu na ana wisdom na ameoa. Wote wanaishi na wana watoto. Halafu wote nyumba zao zinaendelea kuvunjika na zingine zikisimama. Kuna nyumba za mawe, kuna za mbao, zile sisi tunajenga, kuna za matope. Even marriage, kuna ile ambayo ni very strong, very powerful, well founded, the foundation is very strong, na pillars zenyewe ziko, na kuna wengine wameoana na marriage zao zinakaa kama nyumba ya mbao imejengwa mahali kuna mchwa na ilijengwa juu ya cotton soil. Yaani inakaa tu kidogo, ukinyesha unaona nyumba imeinama pande moja, unasikia imekuwa condemned, ama imeliwa na mchu ambao na inainama. Ile miaka wale wazee mko hapa mlizaliwa ile miaka yetu, wakati hakuwa na kompyuta, ile miaka ya zamani. Wale wazee mko hapo, nasema ene man ambao uko hapa, uko above 50, unaelewa hiyo miaka ya huko nyuma. Tulikuta wazazi wakikaa kwa gishagi, wani wanakaa pamoja na nyumba zao imezeeka, ni ya matope. Walikuwa wanaweka matope na inazeeka, halafu inataka kuanguka, na unaona imeinama pande moja, na mzee anaenda analete kikingi ya kushikilia nyumba. Sijui kama mnakumbuka hiyo vitu ya wakati huo, na inashikiliwa na vikingi mbili tatu. Na ujue kwamba ni watu ambao ni very daring, kwamba anakuja wanakaa ndani na bibi yake, na imeshikiliwa na vikingi. Hiyo imani ni ya ajabu, maana unanyesha na inaweza bomoka. Lakini na maana sisi tulikuwa watoto tunakaa tu huko ndani, ile vikingi tatu hujui kama itabomoka ama itaendelea, na mnakaa tu, maana kama baba yuko ndani na mama utakaa, na nyumba yenyewe juu ni nyasi. Mnakumbuka hiyo miaka? Halafu nyasi imezeeka, inaliwa na wadudu.
Alafu kuku anaenda juu ya nyasi, anatoa mahali kama shimo inataga hapo. Unakumbuka hiyo miaka ya giza imetoa shimo tayari na inataga hapo. Ukinyesha nyumba inakuja tena imeinama, tena unakaa ndani. Kuna marriages zinakaa ndani ambazo zinaweza pomoka wakati wowote na zimeinama, lakini unaona baba anakazana na mama wangali wao. Ndio tukija kanisani unaambia furahini siku zote, tena nasema furahini. Naona mtu sasa hiyo umemwambia Friday amekasirika mara mbili. Paka unauliza kumbe heri usingemwambia furahi, maana hata yeye anashangaa kuna kitu gani ya kufanya furahi. Sasa kabla tujasoma hiyo, nataka tu niwatajie watu aina tatu. Yaani aina tatu za wanadamu. Ndio ukikutana na mtu ambaye amesoma na ukutana na mtu ambaye hajasoma na ukute mtu na uone yeye na mke wake na watoto wake, unajua huyu ni mtu sambuli gani. Maana watu wote ni watu. Warefu, wafupi, vinene, wadogo, wote ni watu. Weusi kama Njuguna na wengine very brown na kama Tubako. Sasa wote ni watu. Na wote wakiwa watu, lakini ukweli inategemea upstairs anakaaje hapa juu. Hebu tuombe. Jina lako litukuzwe Bwana, uwe pamoja nasi, tusaidie tunapolisoma neno lako, tupatie ufunuo. Tuomba katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Tulisoma pamoja nanyi na nitarudia tena, ni Mungu alisema katika Genesis chapter 1 ambao ndio mwanzo wa kila jambo ambao tunasoma, ambayo ni verse 26 inasema, then God said, let us make man in our image according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Peke yake kile naangalia ni kwamba amesema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Lakini ajabu ni kwamba watafiti wamechunguza wakagundua sisi zote ni wanadamu, tuna communicate sawa hata kwa lugha yoyote ile, lakini ni kuongea. Lakini ajabu ni kwamba tuko na watu wa aina tatu. Tuna wale tunaita the 3% group of people, yani watu 3 kwa 100, 3% kwa 100, 3%, the 3% group of people. Nasema hivi kwa ajili ya wale wengine ambao labda umepata hii habari kidogo, lakini uweze kupata. Ninapitia tu hapo nikienda kwa the family pillars. 3% ni kwamba ni watu 3 kwa 100. Kwa kila watu 100 utakuta watu 3 wako na mambo 4 mazuri, kwamba they are very good in planning, very good in goal setting, very good in recording, very good in evaluation. Ni watu wazuri kwa kufanya mipango. Hiyo si lazima aende shule akafundishwe, sio lazima aende mahali popote. Ni wazuri kwa kuplan, ni wazuri kwa kuseti goals. Watu hawa ni watu 3 tu kwa 100. Utawakuta wako na short term plans and long term plans. They are good in planning. Halafu they are very good in goal setting. Na wanasema in 5 years term watakuwa wamefaulu kwa hii goal na hii goal na hii goal. For them to succeed, wanaweka plans. Ndio inaitwa mikakati ya vile watakavyoweza kufaulu. Halafu they are very good in recording. Wameweka chini mambo hayo, wameandika. Halafu number 4, they are very good in evaluation. Wanakaa wakifanya evaluation after every 6 months or 1 year. Have I achieved? Wanajua. Ataweka mkakati gani ndipo wafaulu? Anajua. Ni watu 3 kwa 100. Watu hawa mara nyingi wakiweka mipango yao kwa Mungu inabarikiwa, na wanafaulu mara 150. What Trubisher nasema katika kitabu kimoja kinaitwa Imari, nasema once you plan and you set your plans and goals and you give them to God, Mungu akiona anasema you organize na kubariki. John 16:24. Yeye anasema kwamba mpaka sasa hamjaniomba. Ombeni, hamjaniomba lolote. Ombeni ili roho zenu
ziweze kutosheka. Tujamuomba Mungu. Huwezi kuomba kama huna plan, huna goal, huna chochote. Unaombea kitu gani? Unaomba tu riziki peke yake. Then hiyo ni group moja ya watu, na hata wakiwa hapa Amerika, najua hapo Amerika for 10 years, for 20 years, then hapa katikati anajua hiyo ni long term, alafu anaweka short term goals and plans, na anajua hapo hapa mpaka wakati fulani. Then there is the second group ya watu ambao wanaitwa the 10% group of people. Watu 10 kwa 100. Watu 10 kwa 100. They are very good in planning, kama wale wa kwanza. Very good in goal setting. Very poor in recording. Very poor in evaluation. Watu hao wana mawili mazuri, mawili mabaya. Ni watu wa kubahatisha. The first group utawaona saa zote huandika na wanapenda sana kuandika. The second group huandika kidogo. Hata kwa kanisa ukitaka kujua huyu yuko among the 3% utawaona. Ukitaka kujua huyu yuko among the 10% utawaona. Kwa kanisa tena ukitaka kujua the other group. Yaani the first group huandika karibu kila kitu na anapenda details. Na utamkuta ni mtu mzuri sana. Na hiyo nitakueleza tutakapoingia kwa pillars. The 3% group of people, hata kwa nyumba yako na vitabu, notes, nini, mambo, yaani ana rekodi kila kitu. Hata ukimuuliza mtoto wako wa pili alizaliwa lini? Unaona anaangalia, anaweza toa record akwambia alizaliwa 1978, ulikuwa mwezi wa 4 siku ya Mrs. kwa record. Na hawa ni watu ambao kila kitu iko hapo. Na wanafaulu. The group ya pili 10% ambao ni wazuri kwa kuplan, ni wazuri kwa kuseti goal, ni wabaya kwa recording, hakuna mahali wameandika kitu, na ni wabaya kwa evaluation. Ukimuuliza the same question, mtoto wako alizaliwa lini, na kuangalia hivi anaangalia mbinguni. Unafikiri huko ndio kumeandikwa, halafu anacheka kidogo anasema uliza mama. Huyo ni mwanaume, na mama naye mwanaume uangalie juu, mama uangalie chini. Anakaa kufikiri. Kwa hivyo ni watu wawili wako hivyo. Na hawa watu pia ni wazuri. Maana kwa sababu ya kuplana kuset goal, wanabarikiwa 50 times katika shughuli zao. Ndio unasikia kuwa mgonjwa amekufa, familia inakuja, wanauliza ni nani alikuwa na yeye mara ya mwisho. Wanasema ni kijana wake. Wanamuuliza ama ni msichana, kuna neno baba alisema kabla hajakufa. Maana ni very poor in recording, very good in planning, very good in goal setting, but very poor in recording, no evaluation, nothing. But the first group ameandika mali zake, ana will, mke wake anajua, mwanaume anajua, nani ajue kila kitu. Hata ukifa leo hakuna hasara. Kila kitu iko hapo kwa mipango. The second group, ukifa tuna wasiwasi. Kwa hivyo tunataka tukakae na wewe, maana kuna vitu mpaka leo hujafichua. Maana na wakati wowote unaweza patwa na shida na bado hujasema yote. Hata mke wako hajui accounts zingine bado umeficha. Na kuna plot umenunua ama nyumba ama unataka kununua na mke hajui. Na hata kama ni mke ana mipango ingine mzee hajui. Watu hawa mbele za Mungu hawabarikiwi sana. Wanabarikiwa lakini si sana. Soma Psalms 128 verse 1 to 3. Then the third group nikimalizia tuingie kwa family pillars. Soma Psalms 128 verse 1 to 3. Nasema namna gani? Hebu soma Psalms 128 verse 1 to 3. Soma kwa lugha yoyote. Hakuna mtu amepata. All who fear the Lord, who walk in obedience to Him, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your tables. Very good. NIV. Nasema yaani kila mtu amchaye Bwana aendaye katika njia yake. Tulisoma hii. Wewe tu utabarikiwa. Hizi ni special blessings kwa wanaume peke yao.
ndio inasema mkeo atakuwa kama mzabibu ule uzaao, wanao kama miche ya mizeituni. Wanaume, hizo ni baraka zake. Nasema utabarikiwa hivyo, wana wako wakizunguka meza, na ndipo uweze kubarikiwa. Ni vizuri mnakaa na familia yako, maana you are God in planning. Whatever you plan, whatever goal you are setting, let them know. Na kwa chochote unataka kurekodi, if you want to put anything down, let them know. Ndio sababu wanaitwa watoto wakizunguka meza yako, mnakaa pamoja. Katika family pillars tutaingia, kwa hiyo nitakutajia. Kwa hivyo hao wanabarikiwa. Then the last group, ukitoa 3% na utoe 10%, umebakisha na ngapi? Ukitoa 3% utoe 10%, umebakisha ngapi? 8%. The rest, or the last group, the 87% group of people. The 87%, they are very, very poor in all of them. Hawana plan, hawana goal, hawaandiki chochote, hawafanyi liberation, wanaishi hapa duniani maana Mungu amewabariki, wako hai. Anajikuta kumepambazuka na kushangaa yaani ni watu ambao wanaishi kama wako kwa ajali, wanashangaa kumepambazuka, wanashangaa saa imeisha, wanashangaa wiki imeisha, ukaa wakishangaa kila mara, wanashangaa hii wiki imeisha, wanashangaa. Usiniambie ni saa 8 wanashangaa. Usiseme usiku umefika, wanashangaa. Nataka kusema tumeingia November. Yaani they are always behind the program. Wanaishi kushangaa. They are very poor in planning. Very poor in everything. Na uzuri, they are very smart kwa kuongea chochote ambayo hakijaandikwa kwa vitabu. Anaweza ongea lakini ukimwambia proof ana. Kwa hivyo yeye anaisha simple life ya kupita hivi. Na ndio tunasema watu wa aina hii ni watu wa ajabu, kwa sababu the 87% group of people, kazi yao ni kuajiriwa siku zote. Anaajiriwa, babu yake aliajiriwa, baba yake ameajiriwa, yeye ameajiriwa, watoto wake wataajiriwa, na wanaishi kuajiriwa miaka yote. The 87% group of people. Hata akiajiriwa staafu, mimi nasema kule nyumbani si hapa. Maana wote mko hapa, namba kubwa si kuajiriwa. Hata kama umejiwekea kazi yako, lakini nasema huko nyumbani unaajiriwa, akistaafu anaenda tena kwa mzee mwingine anaduka kuomba kazi ya watchman. Maana hajui kazi yoyote anaweza fanya, ni kuajiriwa. Na ni mzee hapo over 60, anapewa kabuti ya kilo 2, viatu ya kilo 2 na tochi ndefu ya almost half a meter anabeba. Mzee wa aina hiyo anapaswa kuwa nyumbani usiku, lakini unampata nje ameajiriwa. Unauliza ana shida gani? The 87% group of people, kwa sababu ya kuajiriwa siku zote hapa, Mungu alikupatia 5 common sense, akupatia 24 hours equals with the other people. Hata wewe ni wazungu hapa, ni Waturkana hapa, ni Wamasai ama ni Wakikuyu ama ni nani, hata wa Marekani hawa, sisi zote tumepewa wakati sawa, tunaishi dunia hii sawa. Taabu ni vile unavyotumia kile Bwana amekupatia. Hawa ndio uangalia, jua limewaka, watu wakisema kuna njaa, wenyewe wametangulia kusema, na wanalia kuna njaa, wanasema kuna ukame. Na wakati mwingi ukame unakuwa hapa, unatangulia kwa ubongo, hauko kule duniani, uko hapa. Maana wakati unaposema nchini economy imerudi chini, hakuna pesa, watu wanaendelea kujenga manyumba ya orofa, lakini wewe unasaidia hawa kusema kuna ukame, kuna njaa, na ni wewe tu una kasoro. The 87% group of people ni wengi sana kanisani, ni wengi sana hospitali, ni wengi sana wajera. Yaani wanashikwa tu kama omena, wanapatikana kila mahali, wanavuja sheria orofa, na ni wagonjwa kila wakati, maana hawana kanuni ya afya, hawaongozwi na chochote. Anaweza kula chochote wakati wowote, na uzuri wake hana plani yoyote. Na kwa bahati nzuri ama mbaya akutembelea, uko setu kidogo, umwambia alale ni usiku, ndio utagundua ukitafuta mahali pa kulala, maana atalala. Huwa hawajali. Ni watu
very much disorganized. 87% group of people hana pocket diary, na kama hata sio lazima aweze kuwa na pocket diary, then hana itinerary yake, hana program ya 1 week, hana mpango wake wa siku nzima, hana chochote. Kwa hivyo yeye siku ni kubwa kwake. Afadhali nyinyi mko hapa unasukumwa na masaa na kazi na bills, kwa hivyo uweze kukaa. Na ukiona mtu hapa amekaa akiwa idle hapa, msaada wake ni msaidie tu, nyinyi wote mchangie air ticket arudi. Maana kama hapa anaweza lemewa akae hivi hapa, dawa ndio arudi kwetu mahali hatuna taabu na muda kama hapa. Maana atakuwa majaribu kwa kanisa na kwa ukoo na kwa watu wengine wote. So the 87% group of people mara nyingi hawatajiriki, mara nyingi hawabarikiwi. Na Mungu wetu alipokuumba kwa mpango wake, alisema utawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Hakukuumba uweze kuwa maskini. Umaskini ama neno umaskini haiko katika mpango wa Mungu. Na usije ukadanganywa na mtu kwamba ni wale maskini maana watarithi ufalme. Hiyo ni kutoelewa Biblia. Anaitwa Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Swali, Ibrahim alikuwa maskini ama tajiri? Tajiri. Wale mnajua Ibrahim? Tajiri. Na Isaka? Tajiri. Na Yakobo? Tajiri. Kwa hivyo huyu ni Mungu wa matajiri. Elewa mapema. Usijiweke unakaa umasikini, unajaribu kutulia. Halafu ukiona yule amefaulu na amefaulu, unaanza kumisiusi Biblia ukisema ni rahisi ngamia kuingia katika tundu la shetani kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Elewa ni Biblia hauielewi. Si Mungu alikuumba na si Mungu alitaka watu wa aina hiyo. Angalia what a contrast. Mbinguni barabara ni za nini? Ni za dhahabu. Halafu Mungu akuchukua kupeleke mbinguni. Na hiyo taabu yote vile umekaa na maskini ambao unakaa karibu pewe dawa ndipo uweze kuishi. Sasa zote unaongea taabu, unatembea taabu. Hata ukizungumza unazungumza vile kama mgonjwa. Ni karibu ukimaliza the last statement ambao unasema unaweza zirai ndio pelekwa hospitali. Unatafuta sympathy kwa nani? Elewa kwamba uliumbwa kwa mpango wa nani? Uliumbwa kwa sura yake, kwa mpango wake. Na ndio niliwaambia last Sabbath kwamba our God is not a failure. You are created in his own image. Na sababu hiyo lazima usimame ukielewa. The 87% group of people ni watu ambao hawana mpango. Muuliza mnapata watoto wangapi? Anasema wale Mungu anasema. Alisema tuzae tukaongezeke tukajaze hichi. Unamuuliza una mpango wa kufanya kazi na utakaa hapa Marekani mpaka lini? Mpaka miaka ile Mungu atasema. Hana plan. Umejenga mahali popote, sema ndege hawalimi na hawapandi. Na Mungu alisema hata na sisi tukae kama ndege. Unasahau kwamba hata ndege wenyewe hawasomeshi watoto. Na sasa wao unaji